Leo bwana, nataka kuwaletea tafiti moja ya kibiashara. Tunafanya kwa kifupi ni kwamba tunafanya utafiti wa mambo ya kibiashara kwa ujumla katika eneo la Goba. Hapa tupo Goba njia nne, tupo eneo la Goba njia nne na hapa ni makutano ya njia nne zinazoingia na kutoka Goba. Hapa kuna njia inayotokea Matosa kuja Goba, kuna njia inayotoka Mbezi Magufuli kuja Goba, vilevile kuna njia inayotoka pale Madale kuja Goba, na vilevile kuna njia ambayo inaelekea Goba Center. Kwa hiyo hapa ni makutano ya njia nne ambayo yanatoka sehemu mbalimbali kuja kwenye eneo la Goba. Kwa hivyo tunachokifanya, tunataka tufanye tafiti ya kibiashara kwenye eneo la Goba. Tuangalie bwana, hali ya kibiashara katika eneo la Goba kwa sasa hivi ikoje. Unajua Goba ni eneo ambalo linakuwa kwa kasi kubwa sana. Tangu sensa ya mwaka 2022 Goba lilikuwa lina takriban wakazi 142,572 kutokana na sensa ya mara ya mwisho iliyofanyika mwaka 2022. Lakini mpaka sasa hivi kwa makadirio idadi hii ya watu, kutokana na spidi ya ongezeko la watu wanaohama kutoka vijijini, kutoka maeneo mengine ya mji kuja kwenye kata hii ni kubwa. Kwa hivyo sasa hivi tunaweza eneo linaweza likawa linakaribia watu 150,000. Umeona, kwa hiyo ni idadi kubwa sana ya watu. Kwa hivyo hata maendeleo ya kibiashara nayo yanakuwa kwa kasi kubwa sana. Kwa hivyo tunaamua kufanya utafiti wa hali ya kibiashara katika eneo hili, na utafiti huu utakava hizi njia kuu takribani 5 ambazo zinaleta trafiki kwenye ile eneo la Goba, nikimaanisha barabara ya Madale, nikimaanisha barabara ya Mbezi, barabara inayotoka Goba kuelekea Mbezi kwa Magufuli, barabara ya Matosa kuelekea Kimara, kuna barabara ya Makongo inayoelekea Makongo kutokea Mlimani City, lakini kuna barabara ya Masana, barabara inayotokea Masana Mbezi chini. Ni maeneo ambayo tutapita tukihesabu kila aina ya biashara iliyopo katika njia hizo, kuweza kutambua ni biashara za aina gani, kwanza idadi ya biashara hizo, ili tuweze kujua kwamba hali ya ushindani ikoje, lakini tuweze kutambua fursa ambazo bado watu hawajaziendea ama uhitaji ambao uliopo kibiashara. Lakini vile vile tutatizama challenge zote ambazo zinapatikana ambazo zipo katika eneo hili kibiashara. Kuna changamoto za aina gani na namna gani ya kuweza kuziepuka changamoto hizo. Lakini vile vile hatutaacha kuzungumzia faida, zile advantages za kufanya shughuli za kibiashara katika eneo hili. Kwa hiyo tumeanza kufanya business counting moja moja kutoka Goba kwa Robati mpaka hapa Goba njia nne. Hatujaacha, tumejitahidi sana kuto kuacha biashara ama activity yote ya kibiashara ya kiuchumi inayofanyika katika eneo hili. Counting hii imefanyika kutoka Goba njia nne, kutoka Goba kwa Robati mpaka hapa Goba njia nne, na sasa hivi tunaendelea ili kuweza kufika mpaka pale Goba Center. Kwa hiyo tutaendelea kuhesabu hizi biashara kuanzia hapa Goba njia nne kuelekea Goba Center, na tuendelea tukiwajulisha yale matokeo ambayo tunakutana nayo wakati tunafanya utafiti huu, na tutakuwa tukiposti mara kwa mara yale ambayo tunakutana nayo wakati tunafanya tafiti. Lakini kubwa zaidi ni ile ripoti ya ujumla itakayotoka mara baada ya kucollect data za maeneo yote niliyokutajia. Hiyo ndio itakayokuwa habari kubwa sana, na tutatengeneza database ambayo ya kimaandishi, lakini vile vile tutafanya presentation yake yote, na hiyo presentation itakuwa ikipatikana kwenye mtandao wa YouTube ambao baadaye tutaelezea.